Na wakati huo huo, viongozi wa upinzani wamekosoa pendekezo la kuondoa ushuru unaotozwa mishahara na serikali ya Kenya Kwanza kwa wafanyikazi wanaopata mshahara wa chini ya shilingi 30,000. Viongozi hao akiwemo kiongozi wa DAP Kenya Eugene Wamalwa na gavana wa Trans Nzoia George Natembeya walisema pendekezo hilo sio la haki, lakini ni njama ya kisiasa katika kutuliza hasira ya wananchi ya kuonewa huruma kabla uchaguzi mkuu ujao. Siku kadhaa baada ya serikali kutangaza kuondoa ushuru wa mishahara unaotozwa wafanyikazi wanaopokea shilingi 30,000 kwenda chini na kupunguza kutoka asilimia 30 hadi 25 kwa wale wanaopokea mshahara kati ya shilingi 50,000 na 30,000, upinzani umekosoa pendekezo hilo na marekebisho ya vipengee vya kufanyia marekebisho sheria za utozaji ushuru. Saa hizi wameweka ushuru iko juu sana. Wafanyikazi wa serikali, hata maofisa wetu hawa, akiangalia payslip, asilimia 40 ya mshahara inaenda kwa ushuru. Kwa kila shilingi 10 analipwa shilingi 4 na baki na serikali. Kwanza polisi sasa wanakatwa NSSF. Mwezi huu wa pili wanaenda kuongeza huo mkacho kwa payslip ya hawa polisi, kwa payslip ya walimu, payslip ya wauguzi. Wakiongozwa na kiongozi wa chama cha DAP Kenya Eugene Wamalwa na gavana wa Trans Nzoia George Natembeya, viongozi hao wa upinzani walitaja hatua hiyo kwa ulaghai wa kisiasa kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Alafu sasa wamepanga atikifika mwezi wa 6, kwa sababu uchaguzi ni mwaka ujao, wanapunguza ushuru irudi chini, baada ya kura tena waende juu. Mtakubali maneno kweli? Lazima tuangalie maslahi ya watu wetu bila kuangalia mambo ya siasa peke yake. Nataka niulize watu wa Trans Nzoia, mtu akuumize miaka 4 ibaki mwaka moja aseme sasa na kuendelea huyo mzigo, utasema asante kwake kweli? Na amekuumiza miaka hiyo yote. Viongozi hao waliozungumza huko Kitale wakati wa ufunguzi rasmi wa hospitali ya St. Teresa na afisi mpya za chama cha DAP Kenya waliibua maswali kuhusiana na kukosa kwa serikali kupunguza ushuru wakati wa maandamano ya vijana na kizazi kipya cha Gen Z, wakati wa Kenya walipoandamana barabarani kulalamikia hali ngumu ya kiuchumi. When we were doing NADCO, tulipouliza upunguze ushuru 2023, mbona haukupunguza ushuru? 2024, Gen Z waliposema upunguze ushuru, mbona haukusikiza watoto wetu? Serikali inapania kuwasilisha pendekezo hilo ili kujadiliwa na kuidhinishwa bungeni. Giverson Maina, Dira ya Magwiji.